So ukiondoa mwanamke mambo inaenda vibaya. Ukitaka mambo yaende sambamba, weka nani? Mama hapo mbele. Kanisa hili lina huduma na idara mbalimbali, mojawapo ikiwa ni huduma ya wanawake wa imani. Huduma ya wanawake wa imani ya ABC ni idara muhimu la kanisa la ABC ambalo lina nafasi kubwa katika kukuza ukuaji wa kiroho, huduma kwa jamii, uongozi na kuwawezesha wanawake katika jamii na maeneo mbalimbali. Waanzilishi wa huduma ya wanawake wa imani katika kanisa letu wako na historia tajiri sana ya imani ya kujitolea kwa huduma mbalimbali za kanisa. Mchango wao katika ukuaji wa maendeleo ya huduma hii umekuwa mkubwa na unaendelea kuwa msukumo wa vizazi mbalimbali. Mheshimiwa Rais, mwaka wa 1956 hao waanzilishi ya kina mama zetu ndio walikuwa wa kwanza kupitia juhudi zao wakachangisha fedha, wakanunua gari la kwanza la huduma. Na baadaye mnamo mwaka wa 1975 pia walijitoa kwa kiwango cha juu na wakajiunga pamoja, wakakusanyisha fedha, wakanunua lori la huduma ambalo lilikuwa linaitwa utumishi na lilisaidia kazi na uenezaji wa Injili. Huo ni mwaka Mheshimiwa Rais wa 75. Na kwa miaka mingi wanawake wameendelea kuwa na nafasi muhimu katika kuendeleza kazi ya huduma. Miongoni mwa mafanikio yao mengi ni kuanzisha multipurpose centers. Rais wetu tuko na multipurpose centers ambazo moja iko Mombasa, Changamwe, Kitui Town na ile ya Machakos Town hapo katika headquarters mahali tuko na ofisi ya askofu wetu mkuu. Na pia hizo multipurpose centers zina act kama training centers, seminars, conference facilities, na ndipo wanawake wetu wanakongamana kwa ajili ya mafundisho. Na hii ya hapa headquarters, Mheshimiwa Rais, ndiyo sasa project yetu ya pili baada ya hii ambayo tuko nayo leo ya kununua gari la huduma, na tunajua kwamba tutafanikiwa kwa sababu imezeeka na tunataka kuijenga upya. Wanawake wa imani pia waliingia katika sekta ya elimu ambapo walichangisha fedha na wakaanzisha ABC Manza Academy, shule ambayo ilifunguliwa rasmi mwaka wa 1996. Na pia wakaanzisha shule ya kufundisha wasichana ushonaji, tailoring and garment making. Hiyo shule iko hapo kwa ofisi ya askofu wetu mkuu Machakos, na tulifunguliwa na Rais Mwai Kibaki mwaka wa 2004. Hili linadhihirisha maono ya wanawake kwamba si kwa ajili ya kanisa pekee, bali pia kwa ajili ya elimu na uwezeshaji wa vizazi vijavyo. Kwa miaka mingi, wanawake wamekuwa wakifanya mikutano yao ya kila mwaka katika ngazi ya maeneo yao. Kila mwaka, Mheshimiwa Rais, wanawake wa MBC wanakongomana katika maeneo ya pastorate na sub headquarters. Hata hivyo, mwaka huu ni hatua muhimu ya kihistoria tunapokutana mara ya kwanza katika kongamano la kitaifa la wanawake linalowaleta pamoja wanawake kutoka sehemu mbalimbali za Kenya na maeneo mengine ya Afrika kama Uganda, Tanzania na Rwanda. Tuko na wamama kutoka Tanzania katika kongamano hili, na kutoka Uganda, na kutoka Rwanda, na kutoka Turkana, na kutoka Machakos, Nairobi, Mombasa, Kitui. Basi kongamano hili la kitaifa linatoa fursa kwa ajili ya ushirika, ibada na kufanya upya roho za watu, bali pia kwa ajili ya mpango wa kitaifa, tukiwa na lengo ya kuchangisha fedha leo ili tuweze kununua gari ya kisasa ambayo inaitwa modern bus, si ndio?
ya kupeleka injili maeneo ya mbali na ya karibu. Hata tukitaka kwenda Tanzania na Kongo,